wa 43 kuendelea, inasema mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharamiwa mali zake zote na kuwapa waganga, asipate kupona ama asipate kuponywa na mtu yeyote. Narudia tena, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharamiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote, asipate kuponywa na mtu yeyote. Alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kuwa hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Haleluya, enenda zako kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mfano wa watu ambao wamewakilisha wengi ambao wanapokumbwa na tatizo, jambo la kwanza ni kutafuta ushauri kwa watu. Jambo la kwanza ni kutafuta ushauri kwa marafiki. Rafiki atakaye kuambia ya kwamba kuna mtu ninamjua atamaliza hii shida, anapelekwa kwa mtu wa kwanza, anaitisha vitu, vinatolewa, lakini shida haiishi. Anakaa na umwa zaidi na shida inamsumbua. Anapatana na rafiki mwingine, anamwambia, njoo nikupeleke kwingine, na mjua mtu pale. Tena anatoa fedha, anatoa mali, lakini shida iko pale tu. Baada ya muda unakutana na mwingine, unaulizana na mwingine, watu wanaulizana nifanyeje? Lakini mara nyingi binadamu hana uharaka wa kuuliza habari za Mungu. Binadamu ni mwepesi kwenda kwa mganga, binadamu ni mwepesi kutegemea binadamu mwingine. Lakini neno la Bwana linasema mwanamke huyu aligharamiwa mali zake zote, asiponywe na mtu yeyote, asiponywe na mtu yeyote. Inakwambia ya kwamba mtu hawezi kumponya mwingine. Hii shida ya mwanamke huyu ilimtatiza miaka yote. Kweli alienda kwa watu walioaminishwa kwake. Aliaminishwa mganga wa kwanza, akaambiwa huyu ni kiboko, lakini mali zikatolewa, hakuweza, maana alikuwa mtu. Apelekwa mwingine tena, akaaminishwa ya kwamba huyu ni kiboko, akajaribu, akafanya matunguri yake, akafanya matambiko, akachinja na kuzungumza maneno, lakini shida haikuondoka, maana alikuwa ni mtu. Akaenda kwingine, wengi. Biblia inasema mali zake zote zikamalizika, na wala hakukuwa na mtu wa kumponya. Rafiki yangu, nataka nikueleze, hauhitaji mtu maishani mwako, hauhitaji mwanadamu mwenzio kwa maisha yako. Unamhitaji Muumbaji aliyesema ukimpelekea shida zako atakupumzisha. Mwanadamu hawezi kukusaidia. Wakati mwingine waganga husika, ukiangalia maisha yao hayana ubora wowote.
lakini inashangaza jinsi ambavyo binadamu alivyo na uwepesi wa kukimbilia binadamu. Tena hao sio binadamu tu, ni wanadamu ambao wamehusisha miungu ya giza, wamehusisha mashetani, wanaenda pale lakini hamna msaada unapatikana. Mama huyo akahangaika, akasumbuka kirefu mpaka watu wote wakashindwa, akabaki peke yake na aibu. Wakati ule ukiwa unatokwa na damu, ni ugonjwa wa aibu. Haikupasi kukaa katikati ya watu. Ilikuwa desturi ya Kiebrania, desturi ya Kiyahudi. Ikiwa unatokwa na damu, hautakaa katikati ya watu. Ilikuwa jambo la aibu, lakini akakaa. Baada ya muda, Yesu akawa anapita. Yesu alikuwa haendi kwake, Yesu alikuwa na shughuli zake. Kwanza habari zilizotangulia zinasema ya kwamba Yesu alipokuwa akitembea, aliona watu wanabeba jeneza ya kijana mmoja, na alikuwa amekuja kuitwa kwa ajili ya mtu ambaye, binti ambaye ni mgonjwa, binti Yairo ambaye alikuwa ni mgonjwa. Na katika njia yake kuelekea kule nyumbani, akiwa ameandamwa na watu wengi, Yesu akiwa pale, mwanamke huyu akajizungumzia mwenyewe, akajiamulia mwenyewe, akasema, nimepelekwa kwa watu, kweli mali zimeisha. Wa kwanza alitisha kuku, sijapona. Wa pili mbuzi, wa tatu ng'ombe, zimekwisha zote. Na fedha amepelekwa kwa mganga. Mganga kaweka kibakuli pale, kinyungi chungu kiko pale, nyungu iko pale. Akamwambia ya kwamba usinipe, patia wangwana. Ana kwamba sio yeye atachukua na kukula. Usinipe fedha, patia wangwana, weka hapo. Aliyafanya hayo yote kwa sababu apate kukombolewa. Rafiki yangu, shetani hana msaada. Shetani hana msaada. Magonjwa na matatizo hutoka kwa shetani, na hakuna vile utamwendea mganga anayetumia shetani anaweza kukuponya. Ufalme wa shetani hawezi kujiinukia wenyewe ukasimama. Magonjwa, matatizo, kuna magonjwa ya kutengenezwa kuzimu ambayo yanatupwa ndani ya watu, na mtu anapobebana nayo, ufalme wa giza unajua ya kwamba ile ni kazi yetu, na yule mganga yuko sehemu nyingine, anajua huyu ni wakala wetu vile vile. Anajua yule mganga uko pale ni wakala wetu vile vile. Anajua yule mganga mwingine yuko pale. Wote tunafanya katika ministry moja, ufalme mmoja, aliyetuma magonjwa ndani ya mtu na mganga anayejifanya tabibu. Wote wanafanya kazi moja, na ndio sababu hauwezi kupata msaada. Matatizo yanayotoka kwa shetani hayawezi kutatuliwa na shetani. Yuko mmoja ambaye kwa sababu hii alidhihirisha kuzivunja kazi za ibilisi. Haleluya, haleluya. Lazima hapo ndio utapata msaada. Mateso yanatokana na adui, anataka kumharibu kijana aliye mzuri, maana kazi yake ni kukuta umezaliwa binti mzuri, kama vile binti yetu anavyoshuhudia, na anaangalia, anaona huyu binti ana destiny nzuri, tutaona kama atafaulu. Anaharibiwa, masomo yake yanakomeshwa, na inatosha hivyo, na ndio kazi yake. Wakati mwingine unajiuliza, ni kwa nini wachawi huwa wanaloga watu? Kwa nini mtu ana shamba lake, ameleta material zake, anataka kujenga kwake, shamba anayojenga si ya kwako, mali anazotumia si za kwako, sio shamba amegrab kutoka kwako, lakini unakataa kumruhusu ajenge kwake, au unamtamani ummalize, na
mahali popote ambapo siku zote ninasema, mahali popote ambapo uchawi umeshika sana, maendeleo huwa hakuna. Maana hakuna mahali ambapo anaweza kukaribisha shetani pakawa na mazuri. Maana ukimwona mahali, Biblia inasema haendi mahali kama hajapelekwa na vitu vitatu. Ukimwona mahali, ajenda yake ni kuiba alichokikuta. Akiona familia nzuri, watoto wamesoma, anataka kuwavuruga. Na unakuta ana majenti wake humu, ana wafanyikazi wake humu ambao wanakutanaga kwa vikao. Na ndio maana usiku wa jana nilivitia moto vikao vyao. Natamani kungekuwa na mchawi ni mkono, nimpatie maiki ashuhudie, nimuulize kulikwaje kwenye vikao vyako. Hebu waambie wananchi. Haleluya. Kwa sababu kazi tunayoifanya ni kazi halisi. Yesu huyu yuko ndani yangu, sio Yesu wa kuimagine, ni Yesu halisi. Yesu aliye ndani yetu sio Yesu wa kuimagine, ni Yesu halisi. Akisema ndio, inakuwa ndio. Nikiachilia moto unashuka, nikipiga makombora linakwenda. Maana mamlaka hayo nimepewa. Haleluya. Inaniuma sana kuona mji ukiwa unaishi chini ya himaya mharibifu, na ndani ya roho yangu moyo unaumia. Natamani watu wakaweze kumjua Mungu, tukapate kushirikiana pamoja na kumpiga shetani. Walokole wanaambiwa nikaribieni, nami nitawakaribia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Laiti watu wa Tausam wangeokoka wote, tukamkaribia Mungu, tukatembea pamoja naye, tukampinga shetani akatukimbia. Tukampinga shetani Tausam akawa hayuko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dawa katika nchi, Biblia inasema limebarikiwa taifa lile ambalo Bwana ni Mungu wake. Kenya ikimfanya Bwana kumungua Mungu wake, limebarikiwa. Taita Taveta ikimfanya Bwana kuwa Mungu wake, itabarikiwa. Voi constituency ikimfanya Bwana kuwa Mungu wake, itabarikiwa. Kausa hii ikimfanya Bwana kuwa Mungu wake, itabarikiwa. Haleluya. Amen. Wito wangu ni mmoja. Jamani, tuokokeni wengi iwezekanavyo, ili tuweze kuwafinya wachawi. Sijui kama kuna mtu anayependa ajenti wa shetani. Ni kwa nini Pastor Kambale ukisimama ukosi kuwataja hao wachawi? Ni kwa sababu hao ndio huwa napigana nao. Haleluya. Amen. Lazima nimtaje adui yangu, sina kazi nyingine. Maandiko yameniambia kushindana kwangu. Haleluya. Amen. Kushindana kwangu si kwa damu nyama, bali ni dhidi ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Maandiko yameniambia hao ndio ninapigana nao. Nikikuona wewe na tabia fulani, sina shida na wewe, ninajua iko nguvu nyuma yako. Huyo ndio napambana na masa wako. Nikiona una hali fulani, na ndio sababu nasema naingia katika roho, nimpige yule akufungae ili upate kuwa huru. Haleluya. Kwa hiyo mwanamke yule akawa amekesha siku nyingi. Alipomwona Yesu akajua huyu ndio msaada wangu. Nimeenda kwa wanadamu, nimeenda kwa watu wengi, mali zimeenda, na nimekuwa nikimtazama huyu Yesu. Ameponya pale, ametenda muujiza pale, sikuona akiitisha kitu. Ameponya mtu pale, aliponya mtu juzi, sikuona akiitisha kitu. Hafanyi mambo mengi, anaponya hadharani, hana mambo ya aibu, hajiti vichochoroni. Anasema imani yake imekuponya, mtu anaenda. Tunamtaka Yesu huyu ambaye ni Yesu mungwana, ambaye ni Yesu staarabu, ambaye anakuponya peupe.
wakashughuliwa na vitu vya ajabu, wakashughuliwa na majivu fulani makaa, na unaambiwa kile ambacho wakinashughuliwa cheusi ni watoto waliokufa wadogo, wakasagwa, walipochomwa wakasagwa. Yale ndio makaa, ule ndio makaa ambao huwa unapakwa katika chanjo, unachanjwa na anaokota mganga kitu cheusi kama makaa aliyosagwa. Unaambiwa ile makaa ni watoto, mimba zingine zinapotea, watoto wanafunwa, siku hizo watoto wanauzwa, wanapotea hospitalini. Ni kazi za giza hizo, wanashughuliwa, wanakwenda kupigwa na kuchanganya na dawa na kusagwa. Mganga anapewa hiyo, unaenda unaketishwa, unachanjwa, inachukulia hiyo powder, unasuguliwa, na ile umebebana nayo nyumbani mwako inakutesa siku zote, inakusumbua siku zote, lakini yuko Yesu amalizaye. Biblia inasema kwa sababu hii Mwana wa Mungu alidhihirishwa kuzivunja kazi za ibilisi. Kama uzipendi kazi za ibilisi, njoo kwa Yesu tu. Mwanamke huyu alichukia mateso haya, alichukia hayo mateso, alichukia kuteswa, alichukia aibu ya kukaa ndani ya watu na kushekelewa. Akasema hapana, ninamjua mmoja huyu, najua hana habari nami, lakini nina imani. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Biblia inasema akapenya katika watu. Ndio maana huwa nawaambia, ukisikia injili ya Yesu usiangalie jirani. Ukiitwa unataka kuokoka, usiangalie jirani, toka mwenyewe kwa usalama wako, Mwanamke huyu hakuangalia huku na huku. Mwanamke huyu hakuuliza jirani tena, ameuliza majirani siku zote, amewapeleka kwa watu wasiomsaidia siku zote, amepelekwa na marafiki. Kama vile wewe ndio gwiji wa kupeleka watu kwa waganga. Umekaa hapa, wewe ndio kazi yako kubwa. Mtu yoyote anayetaka kwenda kwa waganga akuone wewe. Unajua Tanzania ni wapi aliyo mzuri kunavyofikiria wewe. Unajua Tanzania, unajua Ribe, unajua kila mahali. Akitaka mtu kwenda upotevuni, mara moja unapigiwa simu wewe. Mtu huyu akasema sasa imetosha kuangalia watu hawajanisaidia. Na maandiko yanasema akapenya, akasema mimi ninajua ya kwamba huyu mwanaume wa wanaume anabebana na power isiyo ya kawaida, anabeba supernatural power. Nikigusa upindo wa vazi yake mimi nitapona. Akapenya, akaigusa kwa imani. Haleluya. Kwa imani akagusa hiyo, na nguvu zikamtoka Yesu, zikamponya mara ile. Maandiko yanasema kule kutoka damu kukakoma saa ile. Hajaitishwa kitu, hajazungushwa, hajaambiwa nenda uje, hajaambiwa toa chochote. Kwanza Yesu amebebana na power tu. Amemgusa, power imetoka. Hakupangana na Yesu, lakini imani yake imemponya. Jioni leo ukisema mimi nina imani, nikienda kwa Yesu nitafunguliwa. Mimi nina imani, nikienda kwa Yesu mambo yatakuwa sawa. Itakuwa faida kwako. Haleluya. Itakuwa faida kwako. Nimekuambia mama huyu hakuuliza mtu tena, akasema kuuliza watu imetosha. Kuuliza watu nimeuliza. Nimekuwa na marafiki wengi wakinipeleka huku na kule, lakini hata wao wanahitaji msaada. Mimi leo namtaka Yesu peke yake. Nataka kijana, my friend, mwanaume uko hapa, mama uko hapa, jioni leo amua useme namtaka Yesu.
wa crusade anaweza kwenda, inaweza inajulikana, pengine wewe ni mchafu ukao unakujua, watu wakikuona tu wanaulizana yule anafanya nini pale kwa crusade, yule anafanya nini jamani, wangemjua. Na iko siku moja mwanamke mmoja kahaba alikuja miguuni pa Yesu akiwa analia, akakivunja kibweta cha marehemu, akamwaga. Kwanza alilia, akaifuta miguu yake na machozi, akapangusa kwa nywele zake. Baada ya hapo akavunja kibweta cha marehemu, akammiminia miguuni Yesu. Watu wakasemaje? Angalijua mwanamke huyu ni mwanamke wa aina gani, asingegusa miguu yake. Lakini Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hiyo aibu unayobebana nayo hauwezi kuiacha mwenyewe. Anasema njoo. Hiyo mizigo umebebana nayo usishinde, ukipanga siku utaitua. Yesu hajasema tafuta mali weka mizigo uje, anasema njoo mwielemewa. My brother, umelemewa na hiyo hali, Yesu anakuita njoo, atakuondolea. Baba, umelemewa na hiyo hali, using'ang'ane nayo, yuko mwenye nguvu atakayeitoa. Wanadamu walijaribu, waganga walijaribu, hawakuweza kumwokoa mama, lakini Yesu alipoguswa shida ikaisha. Amen. Hata lini utabebana na shida mama? Hata lini utabebana na aibu hiyo mzee? Hata lini utabebana na matatizo hayo wakati Yesu yuko halipishi? Nilikwambia jana, gharama alishalipa, ni rahisi tu. Mkutano huu ni kwa ajili yako. Fanya uamuzi, useme leo nimemuona Yesu, leo namtaka Yesu, leo ninapita watu wote namtaka Yesu. Sema leo napita mabeste wangu wote, kama wajamu sitaki kujua jina ni langu, ninataka liingie katika kitabu. Maandiko yanasema majina hayataji mawili, kule mbinguni hayatatajwa mawili, hayatatajwa ukoo, haitaambiwa mama na mumeo na familia yako nikitaja jina la mzee ingieni mbinguni. Hapana, bali anatajwa mmoja. Hamtatajwa, mwambie wale waliotoka class 8 2021 kwa pamoja. Prefect wenu akitajwa ingieni nyote. Wataambiwa kama kuna kikundi fulani, leader wenu akitajwa ingieni nyote. Mbele za Mungu unaingia peke yako, mbele za Mungu unasimama peke yako. Mpendwa, kuna umuhimu wa kumsikiza Mungu. Mwanamke huyu aliona Yesu, akasema sikubaliwi katikati ya watu, lakini mimi ndimi ninayeumwa, mimi ndimi ninayejua shida ninayopitia. Marafiki zangu wanaweza kunisukuma, hawataki nifike, lakini mimi ndimi ninajua shida yangu. Kwa hivyo sitaki kujua. Akitaka kunivuta mtu ninapita, niguse pindo nipate kupona. Chomoka mpendwa siku ya leo. Chomoka mahali ulipo brother. Chomoka mwenyewe peke yako. Kama vile mama alichomoka akapenya watu. Wengine ni wa kucheka, wengine ni wa ajabu, lakini alijua anachokitaka. Ninaomba jioni ya leo mama, uone ni nini unataka. Kumkimbilie Yesu, ako nacho. Uzima unaotaka Yesu ako nao, atakupa. Uponyaji unaotaka Yesu ako nao.
wagonjwa, toeni pepo, fufueni wafu, mmepewa bure, toeni bure. Haleluya. Amen. Turudie pamoja, mmepewa bure, toeni bure. Tena, mmepewa bure, toeni bure. Yani kwa sababu nataka iwe in bold hiyo. Ikiwa unaenda kutapeliwa, ikiwa huwa unaenda unaitisha vitu, huyo sio Yesu hiyo. Ikiwa nabii anakuambia lete mali fulani nikusaidie, sio wa Yesu huyo. Yesu mwenyewe alideclare the kind of gospel inastahili kuhubiriwa. Alipokuwa anawatuma, aliwaambia go and talk about the kingdom. Endeni muwaeleze ufalme wa Mungu umekaribia. Fanyeni yafuatayo: pozeni wagonjwa, toeni pepo, fufueni wafu, na katika kufanya huko mumepewa bure, toeni bure. Na huyu ni Yesu kwa maneno yake. Na mimi ninauliza, hizi kutoa pepo ni how much? Hizi kuponya ugonjwa ni how much? Na hizi bei ya maombi huwa inapimwaje? Kwa sababu ni vipi mtu atakuambia nikuombee kwa 10,000? Maombi haya yamepimwaje? Jamani, mimi sijui bei ya maombi. How is it determined? Ni vigezo gani huwa vinatumika? Vipime bei ya maombi haya ni 10,000, bei ya pepo hii ni 20,000, bei ya madhabahu haya ni mbuzi, bei ya madhabahu haya ni kondoo. Utaratibu huo nani katoa? Mahesabu hayo nani katoa? Haleluya. Kwa kuwa Yesu mwenyewe ndo aliyetumana, ninasema Yesu ndo aliyetumana, na aliponituma aliniambia hivyo: mwanangu, katika shughuli zako zote za kuhubiri Injili ulipewa bure, toa bure. Haleluya. Kama ni uponyaji utaupata kwenye ground hii, nilipewa bure, utapokea bure. Haleluya. Na kama ni pepo zitakuwa zinakupagaa, tutazitoa. Utaenda nyumbani ukirukaruka, umtukuze Mungu bure. Amen. Sababu gharama ilishalipwa. Yes. Si Yesu ukimbilie tu. Wanakupa nini matapeli hawa? Wanakumalizia mali zako ukiona tu. Kwa nini lakini nakujibu kwa njia rahisi. Ya kwamba nuru, na hili ndilo hukumu, ya kwamba nuru ilipokuja duniani watu walipenda giza kuliko nuru. Na huyo ni andiko. Kwa hiyo mwanadamu yuko tayari atapeliwe. Yuko tayari atapeliwe, lakini asimsikize Mungu atoae bure. Lakini jioni ya leo unaweza kutoka kwenye upumbavu huo. Maana aendaye kwa wachawi ni mtu anayesema hakuna Mungu. Ndio maana naenda kwa nani? Kwa wachawi. Na Biblia inasema mtu asemaye hakuna Mungu ni nani? Ni mpumbavu. Ila jioni ya leo iko nguvu inaweza kuvunja upumbavu. Kitabu cha Proverbs ndakunakilia mlango gani na mstari gani siku moja unasema mpumbavu hata ukimtia kwa kinu, ukimtoa ameroa upumbavu vile vile. Yani upumbavu haujui elimu. Heri mjinga. Na mjinga ni kutojua. Ukimweleza hii inaitwa hivi ameshika, ujinga unamtoka. Lakini mpumbavu ni yule anajua hiki ni sawa, anajua hapa ni shimo, lakini niacheni. Kwani sijui, niacheni. Maisha ni yangu. Jamani, hapo utaangamia. Jamani, shetani mbaya. Yuko mhubiri mmoja, kabla hajakuwa mhubiri, kabla hajaokoka alikuwa mchawi.
na shughuli za kuzimuni na operesheni za kishetani anazijua vizuri, na sasa ameokoka. Anasimulia na kutoa siri za kuzimu jinsi zilivyo, na utajiri wake na utajiri huo jinsi unavyotesa watu. Lakini kadri anavyoeleza hewani, kadri anapoweka vipindi kwa mtandao na kueleza jamani kwa shetani ni kubaya, na kusema jamani mimi nashukuru nilitoka, watu msiingie huko ni kubaya. Anasema kuna wengine wanatuma SMS wakisema ninaomba unisaidie nitaingiaje. Ni upumbavu, si upumbavu? Unaambia pale watu wanatafutwa, unaambia ya kwamba pale ukiingia unaandaliwa meza, unalisha, unashiba, unanenepeshwa kabisa, unalishwa vinono. Ukiingia pale unaingia ukiwa umekonda, lakini watakupa chakula kizuri. Kila siku breakfast unapewa hii, lunch unapewa hii, dinner unapewa hii. Ukiendelea kukaa pale ukiwa umekonda, baada ya muda unanenepa. Ukinenepa, wakijua kilo zao zinatosha, huyo ana soko nzuri, sasa wanakutafuna. Ndivyo ng'ombe tunavyofanya namna hiyo. Wakati wa kiangazi, wale wenye akili wanaenda kwenye sehemu zile ng'ombe wameziliwa, ambao hata kunywa maji ni shida, wanawabeba wengi, wananua ng'ombe rahisi kama vipi jamani? Wananua ng'ombe dhaifu kabisa, wanawabeba kwenye lori, wakijua pale hawa ng'ombe nimenua ng'ombe 20 kwa pesa kidogo. Wacha nende pale nianze kualisha katika 20 hawa, naweza kupoteza 4 wakaanza wakazidiwa wakafa, lakini angalau 16 watakuwa wakijenga wakikaa sawa. Nilimnunua 600 ng'ombe, nimemlisha mpaka kaka ninavyotaka. Sasa mtu akija na 30K ninapeana. Angelijua ng'ombe huyo madhumuni ya kubebwa kwenye hiyo lori, agenda ni hiyo, angekubali? Hawezi kukubali. Kwa hiyo shetani ndio jinsi alivyo, anakutumia kwa manufaa yake. Jamani, Mungu anakupenda, lakini shetani anakutaka. Haleluya! Mungu anakupenda, lakini shetani anakutaka. Maana mtu anayekutaka ni mtu anayetaka kwa faida yake. Anayekutaka kwako si lazima anakupenda. Anaitaka ile gari kwa sababu kuna mzigo watu ubebwe. Kama ina magurudumu ameisha, sio shida yake, bora mzigo ufike. Lakini anaoipenda anasema hapana, usipakie hii gari mzigo ukiwa hivi, wacha tuitibu kwanza. Huo ni upendo. Haleluya! Jioni ya leo naomba mwenyewe kwa faida yako. Huyu mama alijua ninaumwa mimi. Huyu mama alijua anayeumwa ni mimi. Mpendwa, naomba uzungumze na nafsi yako mwenyewe. Jielewe tu. Acha kujitetea kwa njia nyingi. Acha kujitetea. Jua tu jamani, mimi naumwa na mimi nataka kupona. Kanyaga mwenyewe mpaka mahali Yesu alipo, anaponya bure. Haleluya! Huu ni wakati mzuri. Ninaomba watu wote wanaompenda Mungu wakaribie. Watu wote wanaompenda Mungu wasimame, waje hapa karibu. Mkutano huu ni wa Mungu. Hakuna kitu utaitishwa, hakuna vitu utaambiwa ruka urudi. Hakuna vitu utaambiwa. Hapa ni peupe. Unampenda Mungu, njoo karibu. Wale wote wamekaa mbali kwa msaada wenu wenyewe, njooni karibu wapendwa. Songeni karibu watu wa Mungu. Mwanamke huyu alichukua hatua akamwendea Yesu. Kupona kwako ni kumwendea we mwenyewe. Haji hapo ulipo, lakini utamwendea wewe. Mwanamke huyu alichukua hatua akaenda. Ni wewe utanyanyuka mahali umekaa useme imetosha, mimi namwendea Yesu. Mzee, ni wewe utanyanyuka. Usijali huku na huku anasema nini, usijali huku na huku umekaa na nani. Chomoka mwenyewe. Wewe ndio damu zinakutoka mwanamke. Chomoka mwenyewe. Aibu ni wewe unapata. Tembea
Amen. Yesu yuko hapa jioni ya leo. Imani yako itakuponya leo. Imani yako itakuokoa leo. Imani yako itakupa uzima wa milele. Imani yako itakupa nafasi mbinguni kwa faida yako. Ninangojea watu ambao wanatamani Yesu katika maisha yao. Tembea. Mwanamke yule hakuona aibu. Ninangojea mimi, ni kwa faida yake. Yesu alikuwa katika shughuli zake, akaona ameguswa, akasikia, alipoguswa nguvu ikatoka. Aliyekuwa na hitaji aliyekuwa na uhitaji ndiye alichukua hatua. Kama angekaa bila kumwendea Yesu, haingekuwa hasara kwa Yesu. Yesu anaendelea na mambo yake, lakini alitembea akamgusa akapona. Unataka kuokoka leo? Njoo, simama binti yangu, simama hapa. Napenda watu wajasiri namna hii, wanaopenda maisha yao. Napenda watu wajasiri namna hii. Hiyo sio siri, ni kwa faida yako. Mwanamke huyu alinyata mwenyewe, akasema ni mimi ninaumwa, wananiona hawanioni, ninaenda. Binti huyu anakwenda kumkubali Yesu na jina lake linaingia kwenye kitabu cha uzima. Siku ile atakapokuwa yanatajwa, lake linatajwa, anaingia katika furaha. Na wewe utangoja kutako. Wapige makofi mabinti hawa. Wapige makofi mabinti hawa. Tunaitana peupe mpendwa. Hatungoji giza lingie. Hatungoji giza lingie. Tunaitana peupe. Anayependa maisha yake atembee katika jina la Yesu. Mwanamke ule haikuwa ni usiku, anasema ninaumwa mimi, nitaenda mimi. Haleluya. Akagusa pindo la vazi, akapona, akapona, akapona. Tazama jinsi watu wanavyoangalia kwa mshangao. Sasa unashangaa nini wakati unangoja hukumu? Acha kushangaa mzee wangu, acha kushangaa my brother. This is life and death. Kwa sababu bila kuokoka ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ukiokoka unatolewa mautini, unaingia uzimani. Haleluya. Tumetoka mautini kuingia uzimani, ufalme wa mbinguni umefika. Haleluya. Nani mwingine anataka kutoka kwa aibu? Bado nakupa muda huu. Ni nani mwingine anataka kutoka kwa mauti aingie uzimani? Wasichana jiungeni na wasichana wenzio. Kina mama jiungeni na binti hawa. Wazee, kimbia kwa ajili ya maisha yako. Kama mwanamke huyo angeogopa, angeendelea kuumwa akafa bure. Lakini alisema kwa Yesu nitaishi, kwa Yesu nitaishi, kwa Yesu nitaishi. Na mimi siangalii mtu, maana mtu hatanipatia uzima. Wamenidanganya siku zote. Leo hii siangalii watu. Sitaki kuongeleshwa, sitaki kuitwa. Napenda tafsiri wa hawa. Sikutema watu wainue mikono mimi. Nimesema watu waje na wamekuja. Wakati nasema watu wainue mkono, mtu anainua mkono alafu rafiki anamwambia wewe unataka nini kufanya? Hakuna kuangalia. Hakuna kuangalia. Mimi huita watu hivi, unataka uzima njoo. Haya nikusaidie inua mkono hapo. Kuna mtu anakoma pale. Kimbieni mkamsaidie kuinua mkono. Unakimbia kusaidia mtu, anajiponya mwenyewe. Aje mwenyewe. Haleluya. Amen. Anasema njooni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na kusumbuka na mzigo, nitawapumzisha. Ni wewe unajua mizigo gani imekulemea. Ukiona kupumzishwa ni balaa, geuka na mizigo yako ende ikikuangusha huko. Lakini ikikuchosha, yuko apumzishaye bure. Haleluya. Amen. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Mnakuja kuokoka. Mmekuja kuokoka. Mmekuja kwa maombi. Mahitaji. Kwa hiyo ina maana mmeokoka. Wewe pia umeokoka. Yaani mmeokoka ama wewe umeokoka? Na wewe umeokoka. Maana hawaokoki watu kama kundi, anaokoka mtu mmoja. Si ndio jamani? Kila mmoja anaokoka kwa fikiri yake. Okay. Hebu nisikie mahitaji yenu.
Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa vitu ya macho na matatizo ninakemea kwa jina la Yesu. Nafungua macho yake kuanzia sasa yawe sawa. Ninaamuru macho yake yawe sawa kwa jina la Yesu. Asione shida kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia uponyaji katika mikono yake. Kuanzia sasa mikono yake iwe sawa. Ninaagiza sasa mikono yake iwe sawa. Apone kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninafunga kazi za ibilisi ndani ya maisha yake. Na vyanzo vyote vya shida ndani ya mwili wake ninaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Mungu kuanzia sasa natangaza kufunguliwa kwake. Ukadhihirishe ndani